Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsilatul huda wan nur ameulizwa kuhusu hizi hadithi tatu. Akaulizwa, je, hizi hadithi zimethibiti? Ingawa yule muulizaji aliuliza swali hivi kuwa ikiwa zimethibiti, je, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza kuumbwa, bi maana hata kabla nani ya Adam? Elewa hapo. الشيخ الألباني كسم الواقع أن هذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث صحيحة. واقع يعني كويس حديث تاتو ni hadithi sahihi, ولكنها لا تدل على ما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم من جهالهم أو المغفلين منهم من علمائهم. lakini sio dalili ya kile wanachokiendea wengi katika waislamu leo, wale wasiokuwa na elimu, wasiojua au walioghafilika katika wanaovioni wao. لا تدل هذه الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول ما خلق الله، ولا si dalili hizi hadithi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ndio kitu cha kwanza alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما الشيء الوحيد الذي يدل عليه هذه الأحاديث إنما هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد. كتب كومتوم صلى الله عليه وسلم ameandikwa, sababu yale makadirio yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika lauhul mahfudh kabla ya kutokea. Umeelewa hapo? Sasa imekadiriwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja na atakuwa mtume. Ni kama niseme kwa mfano sasa hivi hiki kikao tumekaa hapa msikitini kimeandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana. Itamaanisha tulikaa kuanzia huko? Ilikuwa imeandikwa kuwa tutakuja kukaa hapa na nyinyi mliohudhuria mtahudhuria nyinyi, lakini kutokea kwake ndio kumetokea leo, lakini kwa tayari kishaandikwa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuhusu andiko kuwa yeye ameandikwa kuwa atakuja kuwa mtume wakati huo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akaeleza ufahamu wa hii, asema walaysa ma'na kutiba khuliqa huwa bijasadihi wa ruhihi, na wala si maana ya kutiba kuwa ameumbwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kwa kiwiliwili chake na roho yake, la. Wa inma kutiba 'inda Allahi nabiyyan wa anamu baina ar-ruhi wal jasadi, ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameandikwa kuwa huyu ni mtume wakati Adam hajapulizwa roho. Kwa kiufupi tukifanya talkhis ya haya maelezo hapa tupata natija kuwa kuna tofauti alfariq baina ya fahamu ya watu wa haki ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun na baina ya fahamu ya watu wa batil katika sufia na falasifa na wengineo waliokuwa na itikadi hii. Hawa wana itikadi ya batil juu ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaitakidi kuwa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umetokea kikweli kabla ya kuumbwa kwa Adam, fi'lan kabla khalqi Adam. Wao waitakidi kuwa ule utume tayari ulikuwa ushatokea kabla ya kuumbwa kwa Adam. Kwa hiyo wakachukua kwa dhahiri ya hizi nusus nyingine ambazo za uongo kama ile aliyotaja huyu bwana, hadithi maudhu', wasijue kuwa hili jambo lazungumzia kuhusu qadar aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, haizungumzii kuhusu lile jambo kuwa tayari limetokea. Kwa hivyo tofauti iko
baina taqdir an-nubuwah wa baina husuliha. Kuna tofauti baina ya kuwa Allah amekadiria ule utume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na baina ya kupewa ule utume, kutokea ule utume. Kwa hivyo at-taqdir wal kitaba linubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaghairiha min al-maqadir. Kule kukadiriwa na kuandikwa utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama vinginevyo vilivyokadiriwa, kama mitume wengine pia. Bimaana pia mitume wengine Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria na kuandika kuwa watakuja kuwa mitume kabla ya kuwaleta hapa duniani, na mengineo yote yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kuwa yatakuja kutokea katika huu ulimwengu. Qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yakhluqa Adam. Lakini kule kutokea kule hakukutokea isipokuwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukadiria sasa awe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamchagua alivyofika miaka 40. Ndio sasa akamchagua huyu sasa awe mtume. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن نبيا. Na ndio maana pale Imam al-Mujaddid akasema nubbi'a biiqra. Ama kabla ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nabii, na ndio maana hakuwaambia makureish kuwa mimi ni mtume. Aliwaambia makureish kuwa mimi ni mtume wa Allah baada ya kufanya nini? Kuletewa wahi. Baada ya kufika miaka 40 akateremshiwa wahi, hapo ndio akatangaza kuwa yeye ni mtume wa Allah. Ama kabla ya hapo hakutangaza utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shakadiria kuwa atakuja kuwa mtume, lakini utakapokuja ule wakati wa yeye kuwa mtume. Sio kiulizo utume wa mtume Muhammad sallallahu unaanza akiwa na miaka mingapi? Wasema 40. Wasema haukuanza atakao kuzaliwa kwake. Au unaanza lini? Tusikilize alafu tuangalie wanaovioni wasemaje katika suala hili. Itikadi yetu tuondoke nayo sisi hapa ni kuwa utume wa bwana mtume Muhammad haukuanza wakati alipozawa, wala haukuanza alipogonga miaka 40. Kuja kwake duniani na kufika miaka 40 aliambiwa atangaza, ya ayuhal mudaththir qum fa'andir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa ilayni, kutangaza kwamba tayari mwenyewe sasa hivi ushakuja, liyatasharrafa mawtinu istiqrarihi wa mawdhi'u khuruji, wakati ule sasa tupate sharafu ya kwamba mwenyewe yuko. Lakini katika alamul ghaib kabla ya Adam alayhi salam, ya Rabbi nakuomba kwa haki ya Muhammad illa utanisamehe. Kaifa arafta Muhammad? Mamjuaje Muhammad? Mmeona kumeandikwa katika qaimul arshi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hadith sahih sahahu al-Imam al-Hakim. Tayeb, nataka tuende nao polepole. Mwanzo adhihirisha itikadi wanaoitakidi wao, sema itikadi yetu sisi ni kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakupewa utume akiwa na miaka 40. Yani utume wake haukuanza pale, bali utume wake ni kuanzia kabla ya kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wassalam. Kisha akataja hii hadithi aliyoitaja, na hadithi kasema imepokewa na al-Hakim, na al-Hakim akaisahihisha hii hadithi. Mwanzo wacha tuizungumzie hii hadithi, kisha yale maneno pale nyuma nitayazungumzia hapa, sababu hii hadithi mara nyingi utawasikia khurafiyun katika vikao vyao vya bid'a ya kusherehekea maulidi huitaja, na mara nyingi wafanya tadlis wakasema kuwa sahahahu al-Hakim kisha wakanyamaza hapo. Na kweli sahahahu al-Hakim ni kweli, si urongo, lakini wanaovioni wana maelezo gani katika hadithi hii? Mwanzo atakaofahamu kitu kimoja, hadha alhadith mawdu'. Hii hadithi ni hadithi ya uongo, imetungwa.
Kiingereza usema fabricated. Jamaa wameiunda wakamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameisema.